Naomba nisomee mpaka mstari wa 17, mstari wa 13 kwa haraka. Alafu tutarudi tuchambue mambo kadha hapo. Alafu Mungu atatubariki sana. Praise God. Hallelujah. Naomba nisomee minister. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Please, can I start verse 1? Nimesema 1 mpaka 13. Maana ukianzia huko ni kitu ambacho hujashika. Bwana akanena na Musa na Aroni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mwezi wa kwanza. In fact inafaa tushiriki meza ya Bwana mwezi wa kwanza. Jina la Bwana apewe sifa. Ili tuanze na Mungu. Maana ameambiwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Jina la Bwana apewe sifa. So hakutaja mwaka gani in fact. Lakini ni sisi wenyewe tutajiwekea. Huenda tumeanza mwaka yetu leo. Jina la Bwana apewe sifa. Haya, tuendelee. Waambieni mkutano wote, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba za baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Kwa hiyo kuna kitu inaitwa kwa nyumba moja. Sasa hii ni vizuri ushike kitu. Yesu wako utamchukua kulingana na size yako. Aya. Kulingana na vile, yani vile tutafanya leo nitategemea na ufunuo wako ni gani. Utachukua size ipi? Huyu Yesu umemchukua kiwango gani? Atatoshea kwa watu wenu? Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hajasema tumchukue Yesu tukae naye pamoja na nyumba za baba zetu. Aha, tusonge tu. Sitaki nani sana, nitaenda kupeleka. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Kadri ya ulaji. Praise God. Yani hapa itabidi ya kwamba wakati unapomchukua Yesu umweke ndani yako ni kadri ya kile unachojua, kadri ya vile utakapofika. Yani ukimwona Yesu ni mdogo utakaa naye kwa udogo. Haleluya. Ukiamua kumla Yesu akiwa awe mdogo kwako, utamkula usishibe. Lakini huyu Yesu ukimchukua na ufunuo mkubwa, kumchukua ya kwamba ukijua ni Mungu, si katoto hakako kwa hori. Ukimchukua yuko kwa msalaba, atakaa tu kwa msalaba. Alo? Ukimchukua hana msamaha, atakaa hana msamaha. Ukimchukua hawezi fanya kitu, hawezi. Lakini ukimchukua ni muweza wa uponyaji, atakuponya. Ukimchukua ya kwamba anaweza kwa hii kadri ya ulaji ni kwamba ukiamini kwamba ataponya homa, ni homa tu. Ukiamini ataponya kansa, ataiponya. Ukimwamini atafufua, atafufua. Tusoge mbele. Isianze kuchemka saa hii. Unajua nakuja nataka kwa pole lakini nakuta nimeenda. Mwanakondoo wenu atakuwa ana dosari, wa kiume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Mstari wa 6. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili ya katika kisingiti cha juu katika zile nyumba watakasomula. Hebu tulia kidogo hapo kidogo. Yesu alipowekwa kwa msalaba aliwekwa hivi. Sawa? Ukitoa mguu utakuja. Sio kama mnashika kitu.
angesulubishwa miguu zote kila mahali, ingekaa mlango. Lakini walichukua, maana Mungu alikuwa na ufunuo na maono ya Yesu kuja kutukomboa, na hangetukomboa akiwa hajawekwa kwa msalaba. Sasa vile miumo miwili na kisigiti, ukisogeza hizo viwili inakuja cross. Jina la Bwana apewe sifa. Sasa ndio Yesu alisulubishwa akiwa, sasa ni kamuimo kamoja kalichukuliwa, maana Yesu ni mlango. Yesu ni mlango, kondoo zitaingia. Naye Mungu akaambia Musa, uambie wana wa Israeli, hiyo damu utaipaka kwa mwimo ambao ni mlango, na hii mwimo kisingiti ni hapo juu. Bwana apewe sifa. Sasa wakati ule Yesu atasulubishwa, hii mwimo itarudishwa pamoja. Alafu ule kisigiti irudi katikati. Ndiyo Yesu awekwe mkono wa kwanza na wa pili na miguu, ili itimie mwana kondoo amechinjwa. Sasa ndio itimie andiko. Sasa anasema ya kwamba damu hiyo imwagwe na ipakwe kwa kisigiti. Yesu aliposulubishwa akiwa na taji, ilipakwa hiyo mkono moja, damu ilipakwa hapo, na hii nyingine. Haleluya. Na kwa miguu ikawa na damu. Amen. Sasa nitawapatia baadaye Yesu, Mungu alikuwa anafundisha nini hapa. Tusoge 8. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Ameongea chachu. Bwana apewe sifa. Sasa na nikasema chachu. Hebu turudishe mstari wa 7. Huo mstari wa 8 tunasema watakula nyama yake usiku ule ule, imewekwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu. Tumeelewana? Kwa hiyo hapa inaimaanisha ya kwamba usikule mwenye dhambi. Haleluya. Kwa hiyo hii haifai kukuliwa. Mwana kondoo haliwagi na watu wenye dhambi. Haleluya. Maana dhambi hiyo itachafua hiyo donge nzima. Jina la Bwana apewe sifa. Anasema pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tutaenda kuangalia chachu mbele. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini kuna jina moto, hajasema ichemshwe. Mkate hawezi chemshwa. Praise God. Hawezi chukua chapati uchemshe, unaweka juu ya pan. Halo? Jina ya Bwana apewe sifa. Kwa hiyo huyu si wa kuchemshwa atolewe supu. Anachomwa, ndani yake kunarudia vitu zote, ili ukikula utakula kila kitu kilicho ndani yake. Kwa sababu ukichemsha, kuna mwingine ana kinyaa ya supu. Praise God. Kwa hiyo Yesu hachemshwagi, ni kuchomwa. Alichomwa kwa nini? Ili ile jina Peter anasema, ama James, ya kwamba tutapitishwa kwa moto. Ukiangalia Wakorinto I think ni wa kwanza 3 inasema kazi zenu zitachomwa. Praise God. Sasa kazi hizo zitachomwa kwa sababu tutaangalia kama iko na chachu. Tusome tu kwanza, maana haijaingia 9. Msile mbichi. Hata mbichi msikule. Kwa hiyo mambo ya kukula Yesu akiwa mbichi mwachane nayo. Wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake sandani zote, hakuna kubakisha. Na ndio maana Yesu hakutolewa kichwa. Haleluya. Hii inathibitisha ni mfano wa Yesu, hakutolewa kichwa. Bwana apewe sifa. Na hakutolewa miguu, yote ilitolewa. Praise God. Tumle mkiwa kamili. 10.
wala msichache kitu chake chochote hata asubuhi. Bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Kwa another word, praise God, ya muingie kwa Yesu mkiwa kamili. Musiingie bila ukiwa kamili. Yani kwa njia nyingine, kama umehamua kuokoka na miguu yote. Amen. Kama umehamua kuacha dhambi, unaacha mpaka matukano. Amen. Kama umehamua kuacha dhambi mpaka masegenyo. Kama umehamua kuacha dhambi mpaka kubeba watu kwa moyo, uache. Amen. Yani vitu zote havimtukuzi Mungu, vitakazoleta chachu uondoe yote. Kwa hiyo ukimla Yesu nusu, Bwana ape sifa, kuna mambo kwako itabaki. Mstari wa 12 wa 11. Tena mtamula hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamula kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Yani amesema hapa, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa nini? Viuno. Yani the truth. Version inasema mmefungwa ukweli kiunoni. Amen. So anytime mnapokula Holy Communion lazima kuwe na truth. Amen. Baada ya truth mmevaa viatu vyenu. Haleluya. Mko tayari kuondokea dhambi. Amen. Mko tayari kukimbia dhambi kama Yusufu. Maana kitambo wende ukavae viatu utachelewa. Munakaa tayari na viatu, ili kama dhambi itaiona uikimbie. Maana uko na truth. Mtu mwenye kweli anapenda kweli. Mtu mwenye kweli akienda mahali panahubiriwa ukweli anapenda hapo. Lakini kama hana truth atakimbia. Kwa hiyo uvae mshipi kiunoni na mvae viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu. Yani unakula hii ukiwa tayari unaweza chunga. Daudi anasema ya kwamba mchungaji, Zaburi 23 unasemaje? Bwana ndio nini? Na fimbo yake na kongo lake. Kwa hiyo mtu yote atakaishiriki hii awe tayari kuchunga ama kuchungua. Mambo mangapi? Yani unaweza tandikwa. Unaweza tandikwa anytime. Wakati utakaposhiriki meza ya Bwana, tarajia kwamba unaweza itwa na mchungaji akwambie makosa umefanya. Maana unapenda ukweli. Haleluya. Na ukionywa unaonyeka. Maana umekula truth. Na umevaa truth. Na umevaa kiatu cha amani. Maana kiatu inawakilisha peace. Yani muwe tayari kuwa na amani na watu wote. Maana kiatu miguu inasema ni miguu mizuri kama nini? Ipelekayo habari njema. Kwa hiyo wakati unaona umeambiwa kaa vaa viatu tayari, uwe tayari. Praise God. Alafu anasema kwa haraka. Kwa hiyo please, mambo ya kupoteza wakati tuachane nayo. Amen. Hallelujah. Wacha kupoteza wakati ukiongea na watu. Mshene. Hii mambo ya kuulizana, umesikia fulani amefanya, please ondokea hii, ukikula hii leo ondokea hii. Amen. Praise God. Amen. Kuwa mwepesi wa kuondokea kwa mshene. Na naomba Mungu leo tukikula meza ya Bwana, kuna vitu vinaondoka. Amen. Kuna watu watatolewa mahali ambapo si halali. Amen. Tumalizie minister. Amesema Pasaka Kwa hiyo tunajifunza habari Pasaka. Amen. 12 tafadhali kwa haraka. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo,
nami nitawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Tukiacha hapo utaenda kujisomea huko kwingine. Hii Pasaka ilikuwa inafanywa kwa sababu ya kukomboa wana wa Israeli, maana walikuwa kwa utumwa. Sasa Mungu akaona hawezi fanya kuwakomboa pasipo Pasaka. Hawezi kuwakomboa pasipo damu, maana akienda kuwakomboa hajui watu wao. Hajui mtu mzuri na mbaya, hajui watu wa Misri ni wagani. Lakini akiwa na hiyo damu atajua ni watu wake ni wako wapi. Kwa hiyo tunaposhiriki meza ya Bwana, kukitokea jambo lolote shetani amepanga, kuna alama ya Yesu uko nayo. Kukipangwa kifo, roho ya kifo inaposhuka, ikiingia kwako, ikipata alama ya damu ya mwana kondoo, hautaguswa kwa sababu kuna alama yake kwako. Lakini ikikosekana alama, utaenda na Wamisri. Sijui kama mnaelewa tunasema. Wakati, hebu imagine, haleluya, hawakufanya hivyo. Hebu imagine hakukuwekwa damu. Wana wa Israeli wakati Mungu ameshuka na malaika wa kifo, alipita kwa Wamisri wote mpaka kwa Farao, yani kwa mwakilishi wa shetani mwenyewe. Hata mtoto wake alienda. Which powerful Yesu anafanya. Wapendwa, muelewe hivi, damu ya Yesu Kristo ni very powerful. Damu ya Yesu ni damu yenye nguvu ya maagano kuliko wengine. Maana waganga hapo ndio walipigwa 10. Katika mapigo 10, hii ndio ilimaliza waganga. Waganga wametoa yao, fimbo yao ikameswa. Musa akaachilia chawa, wakaleta chawa. Wakaachilia chura zikaonekana. Vitu zote waganga walifanya. Lakini ilipofika the blood ya Passover, mpaka Farao akapigwa 10-0. Waganga 10-0. Why? Hata watoto wa waganga walikufa. Ng'ombe za waganga zikakufa. Watoto wa Farao wakakufa. Lakini watoto waliozaliwa na Pasaka, watoto waliokula Pasaka, watoto waliokunywa Pasaka, watoto wa firstborn wakatokea akirukaruka kama ndama. Kwa taarifa kamili, mpaka mali zao walipeana. Waliitwa wakaambiwa, jamani, hatutaki kitu kingine. Bebeni kondoo, bebeni ng'ombe, bebeni gold, mukaabudu Mungu wenu. Kumbe nitakaposhiriki meza ya Bwana na kunywa damu ya Yesu, wale wote wamezuia vitu vyangu, wale wamezuia baraka zangu, wataondolewa usiku huu. Kukatokea malaika wa kifo, akakata vichwa. Yani kulikuwa na mto wa maji wa damu, lakini damu ya mwana kondoo haikumwagika kila mahali, iliingia mahali specific. Damu ya mwana kondoo haimwagiwagi hivyo, inaingia mahali, inaenda kufanya kazi. Na ikifanya kazi, ukienda kujisomea hapo chini, unasikia kwamba wakaabiwa, first that something huko chini, wakaabiwa, bebeni mukafanyie Mungu wenu ibada, mukaabudu Mungu wenu. Kumbe shetani anazuia baraka ndio tusiabudu Mungu. Kung'ang'ana kwenu kwenda kanisani, kung'ang'ana kwenu kukataa kanisa, ni kwa sababu kuna mali shetani amebaki nayo.
Kuna vitu shetani amekwama nayo kama vile Farao alikwama nayo, lakini usiku wa leo Musa amekuja, mchinje kwa mwana kondoo na mchukue damu hiyo muiweke kwa kiambasi ili malaika achukue akashurikie Farao, akashurikie wale wote wanazuia baraka za Mungu zisionekane ili zipewe. Afya yako inafaa kuwa sawa. Shetani alikuruhusu uokoke, akakwambia afya usiende nayo. Shetani akakuruhusu okoka lakini usiende na mali. Akakuruhusu okoka lakini watu wenu wasiokoke. Lakini leo tumegundua siri. Damu ya Yesu ni damu inakomboa vitu zote. Hallelujah. Damu ya Yesu inakomboa vitu zote. Praise God. Please changamka. Hebu angalia kitu hapa niseme. Damu ya mwana kondoo ilituokoa. Hallelujah. Na itatulinda. Sijui kama unashika hapa. Damu ya mwana kondoo ilituokoa na itatulinda. Hallelujah. Na itatuleta kwa agano jipya. Yaani hiyo damu inatulinda, inatuokoa, inatuingiza kwa new covenant. Na ndio hivi ambapo Musa alipoambiwa mambo haya, aliambiwa ili Mungu atimize kutuingiza kwa agano jipya. In fact hawa hawajaonja hii kitu tumeonja. Sijui naongea na wakina nani. Kamera unasa tembea nani huku, labda ndio unashika kitu. Hapa sioni wakishika. At least labda wamevaa nguo nyeupe ndio wanaweza shika. Praise God. Yaani nataka kusema Mungu mwenyewe alikuwa anaona mwaka huu na alikuwa anaona mwezi huu Mole Msiti eti muonje kitu na mfahamu kwamba afya yako inafaa irudi, na ufahamu kwamba haufai kugonjeka. Maana magonjwa ya Misri waliachia Farao. Haifai firstborn wetu wakufe, maana firstborn walikufa huko Misri. Wetu hawakufi maana kwa kiampasi ama kwa kisigiti. Elewa hivi. Wao waliweka kwa miti. Sawa. Lakini wewe umekunywa. Sijui kama wana wa Israeli wameweka kwa miti, si wao. Waka protect house. Halo? Lakini nashukuru Mungu. Kwa Wakorinto inasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Alafu anasema ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo nikikunywa Holy Communion today, damu yake nikinywa, nile mkate nimeweka kwa hekalu la Bwana, na mlango ni mdomo. Wewe shauri yako, wewe ndo kagonjeke. Hallelujah. Wewe enda kusema mali yangu kitaka kunipea utanipea, please leo nikudai. Leo nikudai. Kuna mambo unafaa, report za madaktari zimekuja utafanywa. Sema no. Kwa sababu uko na covenant ya kuishi na Yesu. Na Yesu ndio akufe kwanza ndio ukufe. Wewe shauri yako enda ukarogwe. Mimi sirogwe. Kama Farao alikatwa wa kwake, waganga watoto wao akakufa, mimi atafika kwangu kufanya nini? Na niko na true blood. Hebu tuangalie kama ni Yesu alikuwa anaongea habari yake. Si tumeongea Pasaka. Jina la Bwana apewe sifa. Hallelujah. Damu ya mwana kondoo utusaidia kunyamaza kimya tukiteswa. Hallelujah. Isaiah chapter 53 verse 7. Utajisomea huko kwingine, kwa taniwacha tumee fast tu. Tunathibitisha Isaiah kama ameongea kuhusu mwana kondoo ni nani. Isaiah alinenwa alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwae machinjioni, na kama vile kondoo
anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hatafunua kinywa chake. Hakufunua kinywa chake. Sasa nini nataka kuimaanisha hapa? Bwana ape sifa. Mtu yeyote ambaye Kristo ameingia ndani yake, chachu yote inaondoka. Na chachu ikiondoka ni chachu ya hasira, chachu ya matusi. Unaweza tusiwa na unanyamaza, unaweza segenywa na unanyamaza. Haleluya. Unaweza kimbizwa na unajua kupigana. Unaambia ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Ni mtu ameshiriki damu na kikombe cha damu ya Yesu, Passover. Mtu amekombolewa. Wana wa Israeli hawakwenda kupigana vita wao. Hatujasoma hata siku moja wana wa Israeli wakaenda kupigana nini? Vita. Biblia inaniambia kwamba Mungu akasikia kilio chao. Kwa hiyo mtu yeyote aliyo na Yesu ndani yake amemkunywa na amemla. Kazi yake ni moja, haleluya, ni kumwangalia yeye, mwanzilishi na mkamilishi. Na maisha yako inakuwa na utofauti, kwa sababu Biblia inasema vita sio vyetu. Yesu anachukuliwa, anasalitiwa, anapigwa makofi. Sioni mahali aliongea. Mahali alisema tu katika Mathayo akasema, unajua niko na uwezo wa kualika jeshi. Lakini hakualika jeshi ili akamilishe kazi ya kukomboa wanadamu. Na wewe please uelewe siku ya leo tunaposhiriki hii, please thibitisha ya kwamba uko na Yesu ndani. Na siwaambie hakuna majaribu, iko. Lakini kushida hiyo ni kunyamaza. Alo? Ni kunyamaza. Umeipiwa, umepata pegi zako kwa kapa, hakuna. Wacha kutukana kwa ploti mzima. Eti mtajua Yesu wangu, mtajua naabudu Mungu. Please, wanajua unaabudu. Bwana ape sifa. Mtajua ya kwamba mimi ni mwombezi. Kweli hata shetani anaombaga. Mtajua namjua Mungu. Please, shetani anamjua hata anatetemeka. Wewe hutetemeka hivi. Si hata sasa Yesu tumesikia hapa roho Bwana akiongea ulitetemeka. Lakini shetani akimsikia tu Mungu anatetemeka. Na tena anamwamini. Na anajua yuko. Na ukitaka ujue anatetemeka, pepo ikitoka anatetemesha mtu. Kwa hiyo tafadhali usitishe watu na hiyo maneno yako. Mtu tunajua kuna Mungu ni yule ananyamasaga. Please usije ukasimame hapa useme amen, mtu atakufa hapa. Hakuna mtu atakufa. Pastor Esther, Kangondo hakuna kuambia watu watakufa. Weapon silence. Hata Yesu mwenyewe, haleluya, alipelekwa akienda kuchijwa, hakufungua kinywa. Kwa hiyo leo tunashiriki mwili wa Kristo ya kufunga vinywa vya watu. Ambia neighbor, zip. Unaona mtrevana, unaona mwambiani. Ambia neighbor. Mwambie leo tunakunywa damu ya zip. Kwa hiyo nikisikia kimdomodomo tunajua damu ya Yesu iko kwako. Kwa hiyo leo tunashiriki meza ya Bwana ya kufunga zip. Unatukanwa na unaimba. Please, kama ni wa press team na umetukanwa ukakaa chini, haujaokoka vizuri. Haujakunywa damu ya Yesu. Mtu yeyote ambaye ako hata kwa uongozi ama ako kwa kanisa eti amesegenywa akakaa kwa nyumba, please asome hii. Kwa hiyo nikikuuliza ni kwa nini ukuja kanisa, wacha tu pastor. Ni hawa watu wamekusunguka, nitawaongezea dawa wakuzungushe vizuri.
Na ukuje uniambie pastor, nataka kuacha kazi ya ashari. Maana nilisungumzia mama mmoja asogea akaniangalia na macho makali. Please. Unataka kuangalia ni nini? Sasa unaweza kuta huyo mama amesumbuliwa na mzee usiku mpaka asubuhi na unaenda kumsumbua sogea. Atatoa macho akiona ni kimzee kinamsumbua. Na wewe elewa, kazi uliitiwa ni ya mwanakondoo. Ninaomba leo tushiriki mwili wa Kristo, tukae kama mwanakondoo. Tutoe simba marara. Uacha kunguruma kwa kanisa. Kuwa mwanakondoo. Haleluya. Jina la Bwana apewe sifa. Hiyo ndio maana hiyo. Tunathibitisha mambo haya. Jina la Bwana apewe sifa. Ni kuthibitisha, sema amen. Kwamba Yesu hiyo tulishiriki ni gani? Haleluya. Mwanakondoo anainama, ana imani, mwanakondoo. Bwana apewe sifa. Halo? Na ana maisha ya upole na unyenyekevu. Kwa hiyo tunaposhiriki meza ya Bwana leo, praise God. Haleluya. Mwanakondoo anaimanisha upole na unyenyekevu. Kwa hiyo uelewe, siku ya leo tunaposhiriki meza ya Bwana, tunaenda kukamilisha kunyenyekea na upole. Kwa hiyo tuwe wapole kama ua. Halo? Na please usije ukaniambia pastor, mimi hata nimetukanwa. Please, hukupigwa kofi. Alipigwa kofi. Halo? Pastor, mimi wananidharau. Please, haujadharauliwa, haujatemewa mate. Ninaomba udharauliwe mpaka wafanye alafu panguse. Alafu mwambie usamehe, maana ujui tunapenda. Hao ndio Ukristo. Please, Ukristo ya kusema kuokoka si ujiga. Wewe enda ukatafuta wokovu mwingine. Wokovu ni ujiga. Kama si ujiga, Bwana apewe sifa wokovu. Imagine kukaa chini tu hivi. Unaamka asubuhi, unaenda church. Siku na wengine wanaona ni ujinga. Na Paulo akasema sisi ni upumbavu wetu, ni nguvu za msalaba. Please, hakuna mtu akikuita mjinga kwa uokovu ama ni wasimu uokovu, mwambie ndio. Jina la Bwana apewe sifa. Sema amen. Hebu nikuulize tu. Wewe utaambia mtu Yesu alifufuka, ulimuona? Uliona akaifufuka? Na mtoto si anapigwa kofi na anakwambia dadi ninunulie kitu? Na ndio maana Yesu alisema wacha watoto wafanye nini? Na akasema wokovu kae kama nani? Na ndio maana wanaenda shule kiboko kimtoe nini? Proverb inasema kiboko inatoa nini? Ujiga. Kwa hiyo sisi tuliokoka tulikuwa watoto, tunakuja hapa tutandikwe kidogo. Praise God. Mpaka ujinga huondoa wa kiroho. Hii ni ujinga, ni hii. Kutukana unarudisha. Si mnanielewa? Unatukanwa unarudisha. Na upumbavu mwingine ni gani? Hasira. Maana Biblia inasema hasira ukaa kwa kifuani kwa nani? Leo tunatoa upumbavu kwa kukula mwili wa Kristo. Na hata kama mtanipenda, nitasema tu. Nitasema tu. Kwa hiyo ukiona wewe kila saa unaanguka. Leo umeanguka. Leo kesho umeanguka. Umeanguka. Wewe kunywa damu ya Yesu. Amen. Praise God. Amen. Na ukilala kwa ibada hii itakushangaa sana. Tuangalie Acts chapter 8 verse 32 and 35. Tuone ya kwamba kuna mtu alisoma hii kitabu tumesoma hapa. Bwana apewe sifa. Na ametoka kuabudu Jerusalem. Lakini alipofika jiani akaamua atafute kitabu asome chuo cha Isaia.
alipoendelea kusoma hakuelewa. Matendo ya Mitume please 8 mstari wa 32. Praise God. Hallelujah. Ni mkuu wa huko Kushi. Alifanya mambo ambaye hapa tutaangalia tuone vizuri. Praise God. Hallelujah. Amen. Na fungo la maandiko alikuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjioni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake yule akatae manyoya, hivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Jina la Bwana apewe sifa. Hii sasa ukiangalia ni Filipo anaongea mambo haya. Mmenielewa? Na Filipo ni yule mmoja wao alikuwa wapi? Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mstari wa 33. Tunaangalia Holy Communion. Jina la Bwana apewe sifa. Anasema katika kujidhihiri kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Na yule toashi alipojibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu aseme maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari za mwenyewe au za mtu mwingine? Sikia sasa Filipo anahubiri hapo. Praise God. Sikia sasa tujue sasa mwana kondoo ni nani. Filipo akafunua kinywa chake naye akaeleza, akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiria habari njema za Yesu. Haleluya. Kwa andiko. Kwa hiyo Isaia alikuwa anatabiri habari za Yesu. Atakapokuja achinjwe, afanywe Pasaka. Jina la Bwana apewe sifa. Lakini Pasaka hiyo angelijibu, Pasaka haingekamilika. Angelichinjwa atukane, hatungekombolewa. Angelichinjwa aseme na mimi na nguvu ya kupiga mtu gumi, basi hatungekombolewa. Kwa hiyo kama umeokoka na umefanywa kukomboa wengine na unatukanana, huwezi kukomboa mtu. Na ninaona ndio maana ndugu zako hawajaokoka. Aya. Ambia neiba, tafadhali badilisha kiburi. Ondoa matukano. Maana ukivile unaendelea watu wako hawataokoka, tafadhali. Haleluya. Maana hata shetani atatumia hao ndugu zako wakukanyage kidogo, alafu ukirudisha watajua kimtu tu hana ine ni mudu itu huyu. Ni mtu wetu huyu. Bwana apewe sifa. Naomba kuwa na utofauti, maana kuokoka ni separation. Praise God. Sema amen. Na ndio unaona hata Yesu wakati akiwa duniani kuna mambo hakuwa anafanya. Na alifanyika umbo ambalo halina maana. Na nashukuru maana aliumbwa hana umbo ili wadada wasimsubue. Usome Isaia vizuri, inasema hayana umbo. Bwana apewe sifa. Yani hafai ili wadada mwache kusumbua watu. Lakini japokuwa kana upo, kina mama kimoja tu kilitokea hapo. Na kiko na wanaume 5, kanataka 6, kilikuwa nataka wa 7. Lakini kwa sababu yeye aliumbwa na kunyenyekea na kuchukia dhambi, badala ya kuona mwanamke Msamaria aliona mwinjilisti. Ninaomba badala ya kuona mwanamke mrembo, ona mtu atakayeleta watu kwa Mungu. Mama, kuliko kuona mwanaume mrembo, ona vile atabadilika, alete watu kwa Mungu. Haleluya. Angalia alifanya Filipo akamfunulia na akamwambia nini? Maandiko yale ya kwamba ni habari njema za nani? Kwa hiyo alikuwa anamwambia Isaia, alikuwa anaongea habari za Yesu aliniokoa mimi. Na huyu Yesu aliponiokoa ndio maana nimepata kuelewa. Kwa hiyo usipokula Yesu na ule mwili wake hautamuelewa.
Haleluya. Angalia mstari wa 36 alafu tumalize tuende nyingine. Oh my God. Wakao wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji. Yule toachi akasema, tazama maji haya, ni nini kitakacho nizuia kubatizwa? Kumbe ukimwelewa Yesu utabatizwa. Haleluya. Ukimwelewa Yesu utamwelewa, lakini yule atakayekupea Yesu naye amekaa kama yeye. Na ndio maana nachunga kukasirika hapa. Haleluya. Hata kama nimeona umelala sikusumbui. Nakaa kama Yesu. Maana alikaa na Tomaso, akakaa na Judas, akakaa na Peter. Maana Peter alikuwa na maswali, hata Yesu anaomba na anamwambia nikutengenezee kibanda. Yaani unakuta unaomba, Yesu anaomba na Yesu Peter anamtokea, Master, situkutengenezee vibanda vitatu. Yaani anamsumbua mpaka kwa maombi. Yesu anaenda kusulubishwa na anamwambia usiende, utapigwa na mawe. Na walikaa tu na yeye. Bwana apewe sifa. Tomaso na anamwambia hata kama unasema mkate, tunataka kujua pesa inatoka wapi. Wako tunakaa nao, tunasema tunanunua kwacha 5,000,000. Mtu anauliza, "Wewe pastor, ulishaona hiyo 5,000,000?" Tunakaa na wao, ni vizuri ukae kama Yesu. Kwa hiyo kama unataka kufanya kazi ya Bwana, uelewe hapa. Utakanyagwa na wao. Tu na umewekelea mkono, wanapata kazi, hawarudi tena kazi. Hawarudi tena hapa. Tena wanaanza kusema ni kanisa ya mabati. Anahubiri tu na Kiswahili. Tunaenda kwa Kichuku. Unakaa na wao tu. Haleluya. Yaani nataka kukwambia ni vizuri kama umeamua kwa Yesu. Kubali kusemwa. Na tafadhali kama hutaki kusomwa, mambo ni mawili. Wachana na maneno. Mtu hataki kusemwa akakae na Bwana. Bora uko kwa hii dunia. Unataka kusema ukinona haufugi. Ukikoda haukuli. Ukitembea na miguu huna akili. Ukinunua gari umeriga. Tena wele wako ununue gari na mtu kukufe kwenu mtu. Utaona wewe. Alafu kwanza saa hii tu tule Holy Communion hivi. Alafu mtu mmoja akufe kwa chache. Alafu ununue Prado. Mutasikia vile kinakorana hapa. Tuona kanisa likipugua tu. Ni nini? Uliwapatia damu. Fulani akakufa, ukanunua gari mpya. Kwa hiyo please, ukiwa hapa tu ninakuombea Mungu. Siku ile unajua unajenga nyumba, uombe Mungu kae miaka 5 mtu asikufe kwenu. Hata sasa nikinunua gari nyingine mpya, utasikia mambo vile itaenda. Praise God. Kwa hiyo tafadhali kama hutaki usemwe, wewe achana na Yesu. Tena Yesu anasema mimi nimetoa pepo kwa Bisaburi. Na nyinyi mtaitwa mmetoa na nini? Hata sasa tu mtu apone kansa hapa hafu tuonyeshe kwa TV, utaona comment vile itasema. Ndio maana tutakaa hapa sisi wenyewe tu. Tukitoa pepo tunanyamaza, maana hatutaki kelele mingi. Praise God. Hallelujah. Wakati ukiwa unapitia shida hawaongei. Hawajui kama umechukua loan na imeuka. Ngoja uchukue loan afu waje wakuchote, utaona inawekwa pa. Yaani tena ule mshirika wako wa karibu ndio anachukua picha zikichukuliwa. Ukishania wakichukua. Alafu anaandika hapo, habari sasa hivi pude. Mchungaji wetu achotwa vitu kwa kukosa akili.
Mnaonaje? Si hata sasa hivi tu siku na mtu anafukuza mke wake ataondoka. Yaani kama kuna kitu ambacho walokole wataomba, ni mke wako asihame. Bwana asifiwe. Jambo la pili, uombe tu jambo moja, usikose kitu. Na mtoto asikose kwenda shule. Alafu uombe Mungu ufunikwe, maana akienda shule na vitu zote vikienda na ndugu zako hawaendi, utajua ujue wewe ndo nafunga wangu wasisome. Hii maneno tuhame dunia. Tutakaa na Mungu. Siri kunyamaza. Siri. Na wewe wacha kiherehere. Nikusaidie, wacha ukiherehere. Unajua ugali jaifa, unaanza kusema napika ugali. Please, kama unataka kununua gari, nyamaza. Ukileta tuone wewe. Wasichana wengine hapa muache kiherehere. Kama umeulizwa, wacha kuambia msichana mwingine. Unaenda kutangazia kuku mahindi. Unaenda kutangazia kuku kuna mahindi iko hapa. Wewe utalia wewe. Wewe nyamaza mpaka ulipe wewe dawari, ukishamaliza pasta kitangaza. Amen. Lakini umeulizwa tu asubuhi, jioni umepigia mtu simu. Nimeulizwa. Ninakwambia kataishia kwa barabara. Kama hujaona fasting inatangazwa immediately. Emergency fasting. Kuharibu kile ukimeenda. Please, kama uko na umepata mimba kabla haijaonekana, wacha kusema. Wacha waione. Na hata ikiwa vizuri uvae nguo kama yangu hii. Una protect angel. Maana kuna warogi wa kiroho. Na ndio maana nimetangaza Esther leo. Ninajua mkuku. Sema amen. Hallelujah. Wacha tuone kama kuna mtu ameona Yesu kwani ni Pasaka. Bwana apewe sifa. Alafu tuongee maneno mawili tatu tumalizie. Hallelujah. Hallelujah. Halo. Damu ya Pasaka uondolea chachu. Praise God. Halo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inaondoa chachu, ambayo ni damu ya Pasaka. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Atatuweka katika haki na kweli. Akiondoa chachu, inakuweka katika kweli na haki. Tuangalie Wakorinto wa kwanza 5:6. Jina la Bwana apewe sifa. Please, hii dunia inahitaji tu wisdom. Na naomba leo tukishiriki mwili wa Kristo tuwe na hekima. Praise God. Wamama tafadhali muache hii mambo mnakuwa nayo. Wamama, Bwana asifiwe. Msiongee na mzee kwa bedroom anataka kununua TV na wewe umeenda kusema. Yaani mnaongea kwa bedroom, mnamaliza unatokea kwa neighbor. Na TV shokora na goroth kuishie. Well, mzee atanguka naye na dudhi. Ipasuke kioo, na kioo yake ni bei ghali kuliko TV. Ndio usingoje ifike kwa nyumba. Alafu wakifika kwa nyumba acha kualika watu ofio kwa nyumba. Eti waone uko na TV. Msimwache maneno. Tena unaita wewe uko na 40 inches. Na ule unamuita kwake hujui kama ako na 60. Mzee kama amenunua kaploti huko Kamuri, wacha kusema akajajegwa. Na kama aliuziwa fake. Wacha siku ile tunasema tunaenda kufungua nyumba ya fulani, tuende tuone. Imetengenezwa tu ijafika kwa kamsingi umeweka kwa inaitwaje ile mnajipiga selfie.
Wewe tie maundu, wacheni hii maneno tafadhali. Wacha kawe kazuri, kakishamaliza tukikafungua tukikaombea kawe hapa. Unajua hata upepo inaweza kujibebe mabati. Wamama bwana asifiwe. Lakini siku hizi hata wazee wamezidi wamama. Haya. Kujisifu kwenu si kuzuri. Mimi nilikuwa nimesema nikijua nawaambia nini. Paulo anasema nini? Kujisifu kwenu si, hamjui kwamba chachu kidogo uchachua donge nzima? Kwa hiyo kujisifu ni chachu. Leo tunashiriki mwili wa Kristo, tuondoe chachu ya kujisifu. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati tunapojisifu tunaondoa utukufu wa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo meza ya Bwana tunaposhiriki damu ya Yesu tunaondoa kujisifu. Haleluya. Mstari wa 7 anasema, basi jisafisheni mtoe ile chachu ya kale. Halo? Mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo mkitiwa chachu kama Pasaka. Watu wamekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Yesu Kristo. Kwa hiyo Kristo ndiye ametolewa Pasaka. Paulo anamfafanua sasa vizuri. Jina la Bwana apewe sifa. Na akaleta ile chachu ambayo ilikuwa imeambiwa asikule. Kwa hiyo kujisifu, haleluya, kiburi. Na unajua kiburi kinaletana na kujisifu. Hebu imagine nikuja hapa nasema haleluya, haleluya, haleluya. Simama. Ndugu kama. Simama. Unaona vile mama yuko? Alikuja hapa alikuwa na matuta. Ni mkono wangu na maombi yangu imefanya hivi. Hii ni chachu. Praise God. Hallelujah. Please, mimi sio mimi napeana nywele, ni Yesu. Sio mimi napeana nguo, ni Yesu. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kujisifu ndio kunaleta shida hii. Kwa hiyo inaharibu donge. Praise God. Sasa inaondoa utukufu wa Yesu, tunachukua. Praise God. Hallelujah. Alafu nasema amen. Mimi najua kabisa nikiomba maombi yangu ni direct. Nikikuwekelea mkono tu touch. Ni one. Jina la Bwana apewe sifa. Tuondoe kujisifu. Praise God. Maana inaharibu donge safi. Yaani kile Mungu amekupea kinaharibika kwa kujisifu. Praise God. Kwa hiyo wakati wote unapoongea angalia. Ni nani nyingine naweza kuambia? Nikuja hapa niseme, niambie mke wangu, pastor, si unaelewa friji yetu imejaa kuku, samaki. Hata ukikuja kwangu nakupea menu ya kuangalia ni nini unakula. Alafu kuna mtu hapa amelala njaa. Nakwambia ni chachu unaweka wewe. Wewe kama umekula kuku, kana kuku yako. Tena ukikula hiyo kuku jipanguse kama kuku. Kuku inakulaga inamaliza inajipangusia kwa teli. Wewe na ukikula jipanguse. Jina la Bwana apewe sifa. Please usikuje hapa nimekupatia kuongoza useme Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe sana, haleluya. Please. Mimi najua Mungu amenibariki sana, haleluya. Hata inguo unaona ni ataki, haleluya. Mkiona ni ya pesa ngapi? Wewe hii maneno ondoa hapa tafadhali. Kuna mtu ameomba nguo, utakosa yeye. Wase ukisimama hapo usituambie mke wako ni very beautiful. Nani hamuoni? Na ndio maana useme umeona ningesimamisha wangu ungesema ni please tuacheni maneno. Wacha kujisifu. Ama nisimame hapa niseme haleluya ama handsome. Wewe please wacha maneno hiyo.
Nani hajui kwamba I'm fearful? Kwa hiyo tafadhali, hii mambo ya kujisifu ndi chachu. Haleluya, ile gari yangu ya Harrier. Haleluya, haleluya, gari yangu ya Harrier. Please. Ninaomba tukae kama Yesu. Unyenyekevu mwingi. Aliacha makubwa, akaacha mambo makuu, akaacha ufalme, akakongomea msalaba. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunafanya, tunaweka chachu. Niulizie neighbor, hii umaskini uko nayo ni chachu uliweka? Hata kuna wengine duka yao tu ni chachu, wewe mwenyewe ulijiwekea chachu kwa duka. Uliambia tu mtu toka hapa na hisi masilifa yako. Leta noti. Please, ondoeni chachu, tukae na Yesu. Praise God. Hata kuna mwingine mtoto wako tu anakusumbua kwa sababu uliweka chachu. Ulisimama mbele ya mama mwingine ukasema haleluya, wa mama wengine hawajui kulea watoto. Angalia tu wa mama hapa, watoto wanawaletea mamimba kijia. Please, hiyo mdomo uko nayo wewe ni chachu. Ni chachu uko nayo. Please, si kwamba hawajui kulea, tena wanatandika usiku na asubuhi. Lakini wamekuja tu wameshiba. Hiyo chachu wachane nayo. Praise God. Na ndio maana unaona kuna katoto kanakuja hapa nasema huyu mtoto ni wa nani? Please, ninanyamaza, najua kangu kanaweza pitia hapa. Praise God. Please, naomba wa mama ama wasee mko hapa. Kama kuna mama wa hapa hako hapa, mtoto wake amepata mimba akiwa shule, mwache kumsegenya. Si yeye amepata mimba, ni mtoto. Ni mtoto amepata mimba. Kwa hiyo ondoeni chachu. Eti kwa kanisa sieni maana mtoto wa pastor alipata mimba. Kwani mimi ndio nilipata mimba? Musiweke chachu, musiweke chachu, ondoeni chachu. Nimemlea vizuri na kumwombea kila siku na kumprotect na blood of Jesus. Lakini mimba ijue kidamu. Mimba inajua mtoto kukataa kufanya usinzi. Ni chachu tunaondoa. Jina Bwana apewe sifa. Mtapunguza chachu. Na sisemi kupunguza, muache. Leo tunakula, tuweke sipu ya majivuno. Praise God. Hata kuna wengine mmeloga tu kanisa kila saa huko. Kanisa yetu. Kanisa yetu, kanisa yetu. Excellence. Ya asi kama zingine, wewe unaroga kanisa. Unaleta chachu. Praise God. Ongea tu uzuri lakini usiweke sahi. Na usiroge, useme ya wengine haijui. Sawa kuja tu kwetu tunaomba vizuri, na hata kama kwenu mnaomba vizuri, mtu atebeage anasema mama yake ndo anapika vizuri. Sana statement vile meda. Niulizie neighbor mpaka hapo unaona unaweza kula mkate? Tumalizie hiyo andiko. Jina tuteremka hapo chini, chachu, chachu, chachu. Chachu. Bwana asifiwe. Unajua hata naweza simama hapa nasema, "Msikuje na trosa kwa church please." Ni sawa. Lakini unajua kuna mtu amezaliwa akifaa trosa tangu mpaka utotoni mpaka sasa hii. Yaani kitambo itoke kwa akili. Ni chachu ya trosa. Kitambo itoke kwa akili ni tule mkate. Jina Bwana apewe sifa. Kuna mambo mengi ambaye tunaweza ona tushindwe kufanya. Hata sasa hii ni kwa vile tu unaona hata hii mambo uko nayo inakusumbua. Ni kwa vile hujaduruhusu tukwambie. Maana tunaweza kukwambia ukaenda. Tuweke chachu.
tunavumilia tu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sema amen. Mnanipenda? Hata mimi nawapenda sana, maana sina chachu juu yenu. Sina chachu. In fact sijaiomba hata siku moja mtu akufe. Pastor ni shahidi. Praise God. Sijaomba mtu akufe, naomba muendelee. Na sijaomba mtu mambo yake yaharibike. Hata wale wanaongea habari zako baya, ninawaombea wafanikiwe. Na siwezi imba ile nyimbo, ombea adui yako aishi siku nyingi ili. Hiyo ni chachu moja wapo. Nisisikii nyimbo hapa. Inasema basi tufanye karamu si ya chachu ya kale, wala kwa chachu ya uofu ubaya. Uofu hii tusome wote. Moyo wa nini? Kwa hiyo uofu wote ni chachu. Mabaya, hasira, kubeba watu kwa moyo. Uongo ni kanisa yote hapa. Uongo. Kwanza hizi simu ziko na uongo. Nataka kwambia kama uko kwa bafu na umemwambia mtu uko kwa barabara, wewe uko na chachu kubwa, maana uongo ndio chachu kubwa kabisa. Okay, yule hajaongea uongo, niko hapa na uko kwa nyumba. Aseme amen. Uko wapi exactly? Niko tu hapa. Yaani hizi chachu ni mbaya. Mstari wa 9. Tukutane saa 12. Inafika saa 1 hujakuja na mtu amefika na anapiga simu. Uko wapi? Niko hapa. Ndio niko hapa, ndio nashuka. Ndio nina. Yaani kwa njia nyingine nashuka kwa bafu. Hiyo ni chachu. Praise God. Hata juzi mliweka chachu nyingi sana tukienda Kagema. Nilisikia tu kwa simu. Kuna watu waliongea uongo na mliambiwa mfike 6:30. Mlifika saa ngapi? Saa 1:30. Na wengine wanapigwa nasema niko hapa tu. Kumbe wameenda kazi. Uambie mtu naenda kazi kwanza, alafu nikuje. Unajua nyinyi sio maskini. Ni chachu mingi. Kwa biashara yako chachu. Kwa nyumba chachu. Mtu anadanganya mke wake tu kabisa, anamdanganya tu. Na nataka kusema hapa, yule hana chachu tutajua. Bwana. Yule ambaye hana pesa kwa banki na mama hajui ama mzee hajui, aseme amen. Paka pesa yako iko na chachu. Wena mko na pesa mahali? Hapana. Mimi nakwambia chachu ni mingi. Ambia neighbor chachu ni mingi. Leo tunatubu. Hamsemi? Niliwaandikia katika barua yangu kwamba msichangamane na nani na nini. Basi hiyo ndio mwisho chachu. Jina la Bwana apewe sifa. Lakini hizo maagano zote Bwana apewe sifa, leo tunaondoa. Sema amen. Okay, mpaka hapo nani ameona hana chachu? Kwanza hawa teenager. Teenager Bwana asifiwe.
Wale wote walikuwa nasoma shule hawakusema pocket money imeisha, wakaficha. Waseme amen. Wamama Bwana asifiwe. Yule mama hajaitisha pesa ya mzee aseme ni ya nywele na ni aenda kupeleka chama, aseme amen. Yaani unaitisha pesa lakini unajua kabisa sio kitu nataka. Chachu. Sasa naomba Mungu atusaidie kwa hii. Naomba tuweke Zakaria 9 mstari wa 11 tumalizie habari ya damu ya agano alafu tuombe. Yule hajaitukana mzee wake aseme amen. Yule hajaitukana mke wake aseme amen. Alafu unasema, unakuta mtu akisema mwili wa Kristo, wewe. Hii unakula, uko na chacho na unakula mwili wa Yesu ambaye alinyamaza kimya akichinjwa. Kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lisilo na maji. Huyu ni Yesu anaongea habari yake. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa sababu yako wewe sasa tutatolewa tuigizwe kwa agano jipya. Chachu iondoke. Kwa hiyo chachu ya kale inaondolewa na damu ya Yesu. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo itatuondoa le. Ukiangalia Waibrania 9 mstari wa 15 kwa haraka. Tunaondokea maagano ya chachu. Sasa mtu ameambia bwana yake asubuhi, huna akili. Alafu tushiriki meza ya Bwana. Haki kweli. Nasema kwa sababu hii mjumbe wa agano jipya ni Yesu. Halo? Ile mauti ikisha kufanyika alikufa. Kuwakomboa makosa yalikuwa chini ya agano la kwanza, hao waliitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa hiyo tunaposhiriki damu ya Yesu, tunashiriki agano ambalo tuliopewa la kupokea urithi. Kwa hiyo tunaondolewa makosa yote ya agano la kwanza. Yale mambo yote ulifanya sasa huko unajua. Sasa tutatubu leo iondolewe. Na ikiondolewe tuingie new covenant. Na tuingie kwa ahadi ya uzima. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Kristo yuko hapo. Na sasa tunashiriki mkate ili iwe nini? Haleluya. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23 na 22 na 23 na 24 kwa haraka. Oh my God. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23. Na vile mmenyamaza hivyo. Kwani nimewatia chachu? Ni chachu natoa mimi hata kama mkikasirika hakuna shida. Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana, niliwapa nyinyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule akatolewa, alitoa mkate, hii alipokea kwa Bwana ni Paulo. Bwana apewe sifa. Hatujui kwamba wakati alipokutana na Yesu pale Demaska alipewa maneno atulete. Jina la Bwana apewe sifa. Unaona aliitwa akafanya, anasema naye kisha akashukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Unaona ile maagizo Musa anapea wana wa Israeli ni hivyo inaendelea. Na hivyo baada ya kula akatoa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho. Kwa hiyo tunashiriki hii kwa ukumbusho wa Yesu. Kwa hiyo sasa zile kumbukumbu uko nazo za dhambi za zamani ziishe. Hamunielewi. Yale mambo mabaya iko kwa kumbukumbu ishe. Please,
ex boyfriend ya kuishe, ex girlfriend ya kuishe. Na naomba tukimaliza saa hii, hiyo simu umeandika kama wa makaa utoe. Na munielewi wamama, kama simu yako imeandika kama wa makaa na kumbe ni boyfriend wa kuchuka nywele, please hiyo jina uondoe tukimaliza hapa. Mnielewa? Na mwingine hawa nani wa Rwanda, majina inaitwaje? Abakuzi. Unajua wengi ndio finyosi. Sasa kuna mwanaume ameandika hii jina ya kinyosi, kumbe ni Jane. Wale mnanisikiliza, hiyo majina mtoe tafadhali. Na kama unapigiwa simu unatoka kuongea nje, kuanzia leo uache. Sinatengeneza watoto. Simu ikilia hauchukui hapo. Unaenda kuongea nje kwa nini? Alafu mwingine anachukua anasema alo, 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 hii network kibaya. Alo, alo, network kibaya. Alo, 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 network kibaya. Alo, alo, network kibaya. Alafu unasema muondoni chachu kwa Mungu. Haleluya. Kama umeokoka ongea hadharani, maana tunajua damu ya Yesu inaleta truth. Na ndio unasema mzee ana suspect. Nitakosaje kukususpect? Uko kwa kitanda tumelala imepigwa. Alafu unatoka na night dress. Alo? 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 Na night dress. Alo? Ongea hapo kwa kitanda nisikie kama mtu atakufa akufe. Tunataka kutengeneza kanisa la Bwana. Haleluya. Kanisa la Bwana lazima litengenezwe. Kwa hiyo mambo ya kutuwekea chachu wachana nayo. Kwa hiyo tunatangaza mauti ya Yesu mpaka ajapo. Na kutangaza mauti ya Yesu ni kutangaza uokovu na kukumbuka mahali umetolewa. Kama ulikuwa kahaba ukumbuke ulitolewa kwa kahaba. Kama ulikuwa mwizi ukumbuke ulitolewa kwa wizi. Kama ulikuwa mlevi ulitolewa kwa ulevi. Chochote kile ukumbuke, ndio tunatangaza leo. Na tafadhali usitoke polepole, uondoke kabla ya kukula, maana unasema hutaikula. Maana nimeona kuna watu wameondoka style nyingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni kutangaza mauti ya Bwana. Mauti ya Bwana. Sasa sharti ya kukula mkate wa Bwana, jina la Bwana apewe sifa, ni please uangalie usikure vibaya. Na tunangojeana, ambia neighbor tunangojeana. Biblia inasema kama uko na njaa ukule wapi? Ndio mwele neighbor ule mshie. Na ikuri wakiwa warefi. Warefi wakuragi. Jina la Bwana apewe sifa. Alafu sasa shida wewe unaitwa John na ukuli mkate. Please badilisha jina uitwe Muhammad. Ama ubadilishe jina John uitwe Karaoke wa Mungai. Karaoke wa Mungai wa utuike mudhuru wa kiama. Jina la Bwana apewe sifa. Sema amen. Kwa hiyo ninaomba Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Masaa yetu ni mazuri. Tuliambiwa tukule jioni. In fact ingefaa tukule jioni. Lakini wacha tukule mchana peupe. Praise God. Na naomba tukikula leo, wale wanalala kwa kanisa, chachu ya kulala kwa kanisa inaisha leo. Sema amen. Lakini nashukuru kwa sababu unajua wale wanalala ni wale wamezoea Holy Communion inahubiriwa kila siku. Na tuliambiwa na bishop hao ni wale fauda.
Tuliambiwa na bishop ni wale founder wanalala kwa kanisa kwa sababu wanajua vile anaongea, pastor anaongea ni kumzoea tu. Niulizie neighbor, wewe ni founder? Muulize, wewe ni mwanzilishi wa kanisa? Mwanzilishi wa kanisa hata tusema tukuje na kwenye upe anakuja na red. Founder tukuje na nguo ya red anakuja na nyeupe. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Praise God. Mnaonaje? Ambia neighbor, pastor nakupenda sana. In fact mimi wapendwa, yani mungetajirika ningekuwa vizuri sana. Yani afu mimi ningewaona tu kila saa watu wakikuja wakisema mimi kuna washirika wako mimi nawapenda maana wana ni damu mzuri. Nafurahia sana. Hakuna kitu kizuri kama hiyo. Nani angependa nitembee kwa kazi yake? Mungetaka nitembee? Sasa na sikwambii nitakuja. Na nitakuja nijifanye nimepotea. Niulize kwa neighbor, unajua kwa Mama John? Bwana, kwa kazi sitakuja maana kwa kazi una tabia mbaya mzuri, una tabia mzuri, lakini huko nyumbani ndio tutajua. Nitakuja hapo kwa neighbor, hapo tu kwa plot. Ninataka kuona Jenny anakaa namna gani? Jenny ambaye ni ameokoka na ni wa kwaya kwetu kanisani. Mimi ndio pastor wake. Ukisikia kusema Jenny ameokoka, ameokoka mara 3, please ya 4 usiulize maana kuna chachu kwake. Aya, wacha nimalizie na hii tuombe. Wamama, Bwana asifiwe. Na wale wase wako sigo na vijana, yule ambaye ako very 100% zile pegs yako nazo kwa mkebe ni za kake zote, ainue mkono. Pegs zote uko nazo kama ni zako zote. Unaona unaenda na ishi nyumba haka. Unaona vile uko na waizi wengi. Yaani ina maana nikiingia kwa mkebe wako kuna imechomwa, kuna imekatwa kipande moja, kuna iko na ya blue pande hiyo ingine. Please naomba tukikula mkate tukimaliza uende kwa hiyo mkebe. Hiyo ndio kuokoka. Utoe zile sasio za kwako zote umwage hapo kwa basement hapo chini. Mwenyewe okote. Tangazo. Waizi wa pegs warudishe. Aya, tunyamishe uso zetu. Mbinguni ni mbali.